Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Monica Vedastus Machele, natokea Kaspeta Tayomi, chuo cha Maji. Kwa ufupi sana, tumekuwa na mkutano wa Injili hapa Lindi takriban siku 7 na leo ni Jumapili. Tumefikia siku ya mwisho ambayo ndo tunahitimisha mkutano wetu wa Injili. Hivyo basi, kwa ufupi sana, tuko hapa na mwenyekiti wa Injili lakini pia ni makamu mwenyekiti wa kundi zima la Kaspeta Tayomi chuo cha Maji. Yuko hapa kwa ajili ya kutupa kwa ufupi sana habari njema ambazo zinatokana na watu wa Lindi ambao tumehubiria habari njema za Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana. Naomba ujitambulishe kwa watazamaji ili waweze kukujua wewe ni nani, jitambulishe majina yako, cheo chako, lakini pia na maswali mawili matatu tutaulizana ili watu waweze kupata mambo mawili matatu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Evi Daniel Kabweleza, nimeokoka, nampenda sana Yesu. Kaspeta Tayomi chuo cha Maji, mimi ni makamu mwenyekiti wa kundi chini ya mwenyekiti wetu Eliki Mamezi, lakini pia ni mwenyekiti wa Injili na matukio yote ikiwemo mikutano kama vile mkutano uliokuwa hapo Lindi. Mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa mkutano huu wa Injili. Namshukuru sana Bwana, tumekuwa na wakati mzuri sana, tumemwona Bwana sana. Amen, amen, karibu sana. Tumekuwa na mkutano takriban siku 7 kwenye hii wiki. Tumekuwa tukienda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuwahubiria watu wa Lindi habari njema. Je, mwitikio unauonaje kuanzia siku ya kwanza mpaka leo? Haleluya. Utukufu ni kwa Mungu wetu ali hai. Kwanza kabisa tumekuwa na siku 7 za utukufu sana, kuanzia Jumatatu mpaka siku ya leo Jumapili. Tumemwona Mungu kwa viwango vya juu sana. Watu wa Lindi walikuwa na kiu ya Injili. Mwanzoni tuliambiwa anga ni ngumu, lakini tumefika hapa, Mungu amejitukuza, ameonekana. Tumekuwa na injili za nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, door to door. Tukawa na injili ya mkutano eneo la Sabasaba sokoni, lakini pia tukawa na huduma ya mkutano kila siku kwa njia ya sinema, kila siku jioni katika eneo la Fisi Ndogo. Tumeona Bwana kwa viwango vya juu sana. Mamia ya watu yamempa Yesu maisha yao hapa Lindi. Watu wa makabila mbalimbali, dini mbalimbali wamemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wagonjwa wameponywa, wenye shida wamefunguliwa. Kwa kweli ilikuwa ni furaha na amani. Lakini pia tulikuwa na kwaya mbalimbali, makanisa mbalimbali, na yote yamefanya vizuri kwa utukufu wa Bwana. Amen, amen. Lakini pia ukiachana na kuhubiri Injili, vitu vingi sana tumevifanya hapa katikati, si ndio? Yeah. Wewe binafsi, wewe kama wewe, umeona ubadiliko gani ndani yako katika kuhubiri Injili hapa Lindi? Ni eneo la matengenezo. Ukisikia kitu kama outreach au mkutano wa Injili, ukija kama kijana, kuna namna unatengenezwa, na sisi tumetengenezwa. Nikasema kwamba zimekuwa ni siku 7 za growth. Kuna mahali nilikuwa mwanzoni, sasa hivi sijioni hapo. Lakini pia kuna mahali nilikuwepo wakati nakuja Lindi, kuna sehemu sasa hivi nawaona. Kuna watu walikuwa hawezi kushuhudia mtu, sasa hivi wanamshuhudia mtu. Kuna watu walikuwa hawezi kuhubiri, sasa hivi wanahubiri. Kuna watu walikuwa hawezi kuomba saa 11 asubuhi, lakini sasa hivi wanaweza kuomba. Kuna watu walikuwa kuna jinsi wamekuwa, lakini sasa hivi naona wamebadilika. Nikiwemo mimi pia. Kuna stage fulani ya wokovu, huduma, lakini pia level za kumpenda Mungu zimeongezeka sana, kwa sababu nimeona watu wenye shida. Tumeenda hospitali, tumehudumia watu, tumetoa damu, tumefanya maombi na watu, tumeshuhudia watu mbalimbali mitaa. Watu wanamhitaji sana Mungu. Kwa hiyo nimeongezeka kwamba sasa hivi nitaishi kimkakati. Maisha yangu yatakapo ni kwa ajili ya Injili tu. Kwa hiyo nimeongezeka viwango fulani vya utumishi. Amen, amen. Amen. Kwa ufupi sana, ni kitu gani ambacho unaweza kuambia watu, kwa sababu ni siku yetu ya mwisho? Yes. Na inawezekana hata Lindi wasituone tena. Je, unawapa ushauri gani? Matazamio yako yakoje kwenye mkoa huu wa Lindi baada ya kutoka hapa? Je, na uhakika ile Injili tuliowapa hapa itakuwa ni ile mbegu iliyodondoka kwenye udongo mzuri? Unawaambia nini watu wa Lindi? Unawaambia nini? Haleluya. Lindi ni mji mzuri sana, ni mahali pazuri, pana hali ya hewa nzuri, mambo ni mazuri, watu hapa ni wazuri sana. Ni wakarimu, wanaelewa vizuri, ukimfuata kumhubiria na kusikiliza. Na ni mahali ambako kama wakifanya maamuzi ya kumpokea Kristo ndani, huu mji utakuwa ni wa juu sana. Ni mji ambao kimsingi Tanzania unaonekana ni mji wa kawaida, lakini sababu kubwa mojawapo ni kwa sababu hawajaamua kumpokea Kristo. Lakini naamini mbegu tulioiacha mahali hapa Lindi, miaka kadhaa mbele,
itakuwa ni jiji kubwa la kihistoria Tanzania katika jina la Yesu. Na mimi naamini kwamba Mungu anakwenda kuibadilisha na kuikuza Lindi, kwa sababu kitu ambacho tumekifanya mahali hapa, watu walivyokuwa na shauku, walivyompa Yesu maisha yao, na tulivyozungumza nao na namna tulivyowatazama wakiishi maisha ya wokovu, jiji hili litapanda juu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Na mimi nasema kwamba watu wangu wote kwenye lango wakinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao, Mungu atasikia na kuiponya nchi yao, ataponya mkoa wao. Kwa hiyo huu mkoa kama ukiamua kutoka ndani kumpa Yesu maisha yao, utakuwa ni wa juu sana. Amen, amen. Basi Mungu akubariki sana. Asante sana kwa neno lako fupi. Mimi naamini watu wa Lindi watakuwa wamebarikiwa sana. Tuseme kwa pamoja fire. Fire.